Unaweza kuuliza kwani kula sana na ni vibaya? Naam, huwa alama wa dalil ala taraf. Hiyo ni alama ya taraf wa alama ya hub arrafahia, alama ya kupenda mambo mazuri mazuri, mambo makubwa ambayo ghaliban yuaddi ila tughyan, inapelekea katika tughyan, kukeuka mipaka ya Allah subhanahu jalla wa ala. Na tabia hii inafanya muislamu anakuwa kaslana, anakuwa mvivu, anakuwa mzito wa kutekeleza ibadat, anakuwa hana nishati. Yeye nishati yake ni ya kula na kutafuna. Ma'al asaf hadha ma nushahiduhu fi usurina kama akhbara as-sadiq al-masduq sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Leo si kwamba watu wanafurahi tu kula sana mpaka kule kula sana na kunywa sana na kutafuta vyakula vya kila aina ikawafurisha matumbo yao. Sio halo peke yake, bali imefikia mpaka kwamba leo watu yatanafasuna fi dhalik. Watu leo wanafanya mashindano katika hayo. Watu wanafanya mashindano ya chakula, nani anayekula chakula zaidi ya mwenzake, nani anayekula chakula kizuri zaidi kumshinda mwenzake. Mpaka tuko katika zama za kuenea mitandao ya jamii ambayo inamruhusu mwanadamu kueleza au kutuma au kuonesha kile anachokula. Wakati ule ule anapokula anaonesha walimwengu, anaonesha wanadamu madha yakul wa madha yashrab. Kila akipata chakula kizuri na anaonesha watu ya kwamba Allah azza wa jalla an'ama alayhi, Allah amemneemesha kwamba ana uwezo, kila siku yuko hotelini anakula. Leo yuko hoteli hii, apiga picha atuma aweka katika mtandao. Kesho yuko katika hoteli hii, apiga atuma aweka katika mtandao. Fahadha hamuhu, hii ndio hamu yake. Hadha huwa hamuhu. Kwa hiyo hii hadith ndio inawahusu watu sampuli hii, kwamba kutakuja watu ambao watakuwa wamezama katika dunia, ghalabat alaihim shahawat ad-dunya, maladhat ad-dunya, na rakanu ila hadhihi ad-dunya, mpaka ikawa hammuhum al-akbar fi at-ta'am wash-sharab wa at-tanwi' fihi au fihima, na kupata kugeuza katika chakula na katika vinywaji, watafakhur bidhalik, na kujitafahari kwa hayo. Kando na kwamba inaofurisha matumbo, ikawa kule kuwa na matumbo makubwa ni alama ya hiyo rafahia na alama ya hiyo taraf. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika jambo ambalo alikuwa analiepuka kabisa ni kuepuka taraf. Maana taraf au sifa ya kuwa minal mutrafin ni sifa ya waja wabaya, sifa ya waja ambao hawatambui neema za Allah subhanahu, na mara nyingi ni sifa za wale waliokeuka amri za Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyotajwa katika Qur'an kwamba hawa ni watu watakwenda kupata adhabu na kwenda kupata mambo mabaya mbele ya Allah azza wa jalla. Almutrafin, watu waliozama katika shahawat na maladhat. Kwa hiyo si maana ya kwamba kuwa na tumbo kubwa katika hii hadith au kudhihiri kwa tumbo maana yake ni kwamba ni sifa mbaya. La, hadha khas bihadha almaana, ni makhsus kwa hii maana ambayo tumetaja. Kuna watu wengine ni maumbile yao, si kwamba yuwala sana, bali hataweza kushangaa ukimwona anavyokula, anakula chakula kidogo kisha washangaa, lakini amekuwa na tumbo kubwa. Hii pengine inatokamana na rubama irq ambayo imetoka katika kizazi, nyinyi mnasema genetics na masala kama haya, au ashya ukhra, amrad wa kadha wa kadha inaweza kutokea. Kwa hivyo almaqsud bihadha alhadith ni watu sampuli hii. Kwa hivyo hii ibara ni kinaya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kukemea wale ambao wanazama katika mambo kama haya. Wa ma'al asaf wa ma'a kulli asafin, ni kwamba haya ambayo ameeleza Mtume alayhi salatu wasalam, wallahu almusta'an, waqi'un fi hayatina alyawm. Wako watu ambao rijalan wa nisaan yatafakharuna bidhalik, yatafakharun bit-ta'ami wash-sharab, hammuhum wa shughluhum ashaghil fi dhalik, na ni fakhri kubwa kwao kutafuta sifa kwamba
leo jana tunaona mkula hivi, leo anakula hapa, kesho anakula kule, kesho anakula kule, wa hakadha.